Kasiani ni adui wa Mbarikiwa. Niko hapa kusema sisi kama watumishi wa Mungu ambao tunatambua kila mmoja nafasi aliyonayo kwenye safari, kwenye huduma hii, kila mmoja alivyoitwa, sisi hatupaswi kuwa maadui. Mtumishi wa Mungu yeyote anapokosewa na mtu hampasi kumweka mtu adui. Kwa hiyo wewe usije ukadhani ya kwamba watu kama hao ni maadui zangu. Kwa hiyo mimi sina uadui wa mtu yeyote kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo ukiona hapa nazungumzia jambo la nabii fulani au jambo la mtu fulani, siwezi kuwa na uadui na mtu, labda kwa sababu watu wanatutazama katika taswira ya uadui kwa tafsiri zao, ila mimi sio adui wa mtu yeyote. Kwa hiyo mimi nambarikiwa pamoja na familia yake na mke wake, bado ninamwombea. Kwa sababu gani? Mimi sio adui yangu, yule ni askari katika safari yangu, ni askari wa Bwana, ni askari ambaye bado naamini mpaka leo mtazamo wake uko kinyume na maelfu na maelfu. Unajua, ngoja nikwambie watu, nataka nikwambie, wenye kutazama tofauti huwaga ni maadui wa dunia. Nikijitokeza hapa kusema kwamba bado Mbarikiwa mimi naamini amenyoka, huyo sio adui yangu kwa namna yoyote ya jambo lolote. Na kanusha hapa, nasema Mbarikiwa hawezi kuwa adui yangu, ni rafiki yangu, ni askari mwenzangu kwa namna yoyote. Labda yeye anitazame kwa namna yoyote, lakini haitawahi kutokea mtu yeyote, hata awe mchungaji yoyote. Nilikuwa nimekuja na mfumo wa Petro. Mimi nimecheza karate, mimi najua kupigana. Labda tu kwa taarifa niseme, nina uwezo wa kupigana kimwili, sio kiroho. Kwa wakati naingia huku kwenye magrupu na makundi ya waimbaji, walikuwepo watu wanaoweza kuwafanya waimbaji wengine kama vijana wao na wanatreat kama vijana wao. Sasa wakati nakuja huku nikasema hiki kitu mimi sikikubali. Kwa waimbaji wa nyimbo zenye kulikuwa na vichama vya waimbaji. Kwa nikasema baadhi ya hao watu sitawapiga kiroho. Kipindi hicho nilikuwa sina, yani msingi wa kusema atupigeni kimwili, atupigeni kiroho. Nikasema hawa watu nitawatwanga kimwili, alafu nitawaonyesha mfano. Kwa akili zangu zilikuwa bado changa, kiwango cha ufahamu kilikuwa kidogo. Kwa maana nilikuwa nafikiri hivyo, kupigana kimwili. Kwa hiyo mimi siko hapa kwa kusema kwamba ni dhaifu kwa namna yoyote ile. Mimi sio dhaifu. Au ninaposema kwamba Mbarikiwa, yani ninapojenga hili swala simaanishi kwamba mimi ni dhaifu. Mimi sio dhaifu. Mimi nina energy, ni package iliyokamilika. Ni jeshi la mtu mmoja anayejitosheleza kwa namna yoyote. Kimwili niko vizuri, kiroho niko vizuri, kiumri niko vizuri, nimekuwa, umenielewa? Kiakili nimekuwa, umenielewa vizuri? Kwa hiyo kiakili pia niko matured, nimekomaa. Mimi ni package iliyokamilika kwenye kila kitu. Sio dhaifu. Ninapozungumza hapa sio dhaifu, nina mbinu zote. Nisingefika hapa, sio rahisi kuwa hapa nilipo. Nimepigana vita za kiroho sana, wewe mwenyewe unajua. Mimi ni package, sijisifu, lakini ni package iliyokamilika kwa njia yoyote, kiteknolojia, kwa namna yoyote, kiufahamu, kwa akili, na mtu ambaye hajasoma ni mimi. Kwa hiyo sio dhaifu, na wala sio rahisi kuniona nimefika hapa, na simwegemei mtu yeyote, sitegemei chombo cha habari chochote, sitegemei kufanya interview yoyote. Na interview mimi nakimbia, mimi siongei kila mara, siojiwi kila mara, vyombo vya habari vikubwa vinaniita Tanzania hapa. Kwa hiyo mimi ni jeshi la mtu mmoja ambaye nafanya kitu kwa kujua nafanya nini, kwamba huu muda nanyamaza, muda huu naongea. Kwa si dhaifu kwa namna yoyote, lakini najaribu kujenga na kusema ya kwamba hatuwezi kuendesha huduma kwa uadui. Baraka tutaziona tunapokomaa kiroho, tunakomaa kwenye kila kitu, mifumo yote. Tunapoitwa watu ambao tumeitwa na Kristo, tunatambua nafasi zetu tulizoitiwa. Ukijua unachokitumikia, ukijua unachokiongea, ukijua msimamo wako unaosimamia, hauwezi kutikiswa na mtu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anaweza akaona kwamba mimi akanimention labda na adui fulani na mchungaji fulani kuwa adui yake, mimi sina uadui na mtu yeyote, japokuwa mimi nina maadui ambao wananiona mimi adui yao. Sasa hiyo vita sio ya kwangu, kwa sababu mimi siwezi kuingia kupigana vita isiyokuwa ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Kwanza tena nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, pale ambapo ulipo unaponitazama katika bara la Ulaya, bara Afrika. Leo tena nimepata neema kabisa ambayo Roho wa Bwana amenipa nafasi ya kuweza kurejea nizungumze na wewe jambo nyeti, jambo muhimu sana ambalo linaweza likasaidia nafsi yako na moyo wako juu ya utume na safari tulionayo. Kila mmoja katika dunia hii ana mapito anayoyapita, ana pambano analopigana.
lakini yote katika yote tunamtazama yeye ambaye anatuita, yeye ambaye ameshinda vita, yeye ambaye alianzisha vita. Naamini ya kwamba yeye tunapomtazama ndipo tunapata faraja, tunapata nguvu ya kuendelea. Kuna wakati tunachoka, kuna wakati tunaanguka kabisa, tunahisi hatutaendelea tena, lakini mfalme wa falme anakuja kutuokoa na kutupa nguvu ya kutufanya tuendelee tena. Kwa neema yake tunazidi kuendelea. Kwa hiyo marafiki zangu mlio katika mabara ya Ulaya, Mungu awabariki sana. Kama bado tunaendelea, tuko safari moja, tunaendelea. Kumbuka tu kwamba tumekaribia nyumbani sana kuliko unavyofikiria. Na leo nimekuja hapa nikiwa na jambo nyeti sana, jambo la msingi ambalo linaendelea kwenye mioyo ya watu duniani, ulimwenguni kote, wanaomfuatilia Cassian na wanaofuatilia baadhi ya watumishi wa Mungu ambao nilijaribu kuwa introduce katika channel hii. Kwa hiyo nimekuja kuzungumza katika jambo hili ili tuwekane sawa. Tuwekane sawa kama watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu hatunaga jealous. Watumishi wa Mungu hatunaga visasi. Ukiona mtu anakuwa na kisasi ama na chuki na mtu, basi huyo ni adui wa Mungu. Mtu yeyote ambaye anasema mtumishi hawezi kuwa adui wa mtu yeyote kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo niko hapa, mimi sio adui wa mtu yeyote kutokea kwangu, labda kwa wengine ambao wao wanaona mimi ni adui yao, ila mimi nishagazungumza toka muda mrefu kwamba mimi sio adui wa mtu yeyote, iwe wa Mwamposa, iwe wa Suguye, iwe wa Bushiri, iwe wa mchungaji yoyote ambaye nimewahi kuzungumza na kufafanua chochote kile. Yani wote wale mimi bado ninawaona kama ni watu ambao wana nafasi katika jamii na wanaweza kusaidia kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo niko hapa si kwa ajili ya kujaribu kuzungumza kuleta vita au taaluki. Niko hapa leo kwa ajili ya kuweka jambo nyeti sana, jambo sawa. Funika macho yako basi tupate kuomba. Mfalme, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Umetupa neema tena tuweze kuumega mkate wa uzima. Bado tuko katika safari ya kuja kwako. Wengi wameanguka, wengi wamerudi nyuma. Pambano linazidi kuwa kubwa na zito sana, lakini tuliosalia katika safari yako, endelea kutushika mkono. Vita ni kali, lakini mfalme tutetee. Vita ni kali, lakini mfalme tupe hekima. Tunakutegemea wewe, tunakutazama wewe, kwa maana ndiyo nyoka wa shaba ambaye tuliye nawe katika safari hii ya ulimwengu. Unapokutazama tunapata nguvu. Asante mfalme, utanitumia kama chombo chako ninapoenda kuzungumza na marafiki zangu, katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, amen. Rafiki yangu, hapa katikati kulitokea mambo mengi sana. Wakati ninaumwa, kuna mambo mengi yamezungumzwa. Nadhani hata wewe mwenyewe umekutana nayo wakati ninaugua, wakati naumwa. Yapo mambo mengi sana yamejitokeza ambayo huenda yaliumiza moyo wako, huenda yalidhoofisha imani yako. Lakini leo, kwa sababu Mungu anatupatia ujasiri na wakati wa kuongea, hauwezi ukajibishana ama ukatafuta kushambuliana au kujitetea kwa namna ya jambo lolote unalolifahamu. Kwa hiyo katika mambo yaliyojitokeza hapo katikati, wakati wa dhoruba yangu, wakati wa kugua, mateso, changamoto ambayo ilijitokeza katika vita yangu, kwa kuna mambo mengi sana yalijitokeza. Niko hapa leo kwa ajili ya kufafanua jambo moja nyeti la kiroho. Moja ya comments ya mambo ambayo nimeendelea kukutana na message mbalimbali, watu wengi wanafahamu kuwa mimi na mtumishi au mchungaji Mbarikiwa ni rafiki yangu sana. Ni rafiki yangu ambaye tumepata wasaha, muda mzuri wa kuzungumza mambo mengi. Yeye na familia yake, yeye na mke wake, tumezungumza mambo mengi sana. Sasa hapa katikati kuna mambo yalitokea, na baada ya hapo alichukua hatua ya kuyafafanua public. Na alipoyafafanua public, mimi sikuja kwa ajili ya kuvunja kauli yake, kuvunja kauli au maelezo yake kwa namna yoyote ile. Na nilifanya hivyo kwa sababu wanadamu hawaishiwi cha kusema. Ukisema hiki atanyanyua hiki, ukizungumza hiki utainuka hivi. Kwa sisi ambao tumeanza safari ya utumishi muda mrefu, lakini pia nimekuwa na experience ya kuwa mtu maarufu, nikizungumza superstar. Mimi nimeanzia katika mziki wa dunia, nina experience ya kuhusu watu, kuhusu jamii, saikolojia ya umaarufu. Kwa ndio maana katika maisha yangu nime maintain miaka mingi sasa nipo. Kuna watu wanainuka, wanatuacha, tuko pale pale, wana drop, wakidrop tuko pale pale. Kwa hiyo tuko pale pale. Kwa nini? Tuna hiyo misingi. Kwa hiyo nina misingi ambayo nimekuwa nayo katika maisha yangu. Sio mtu wa kukurupuka kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ndio maana hapa katikati mambo yaliyojitokeza yalizua taaluki, lakini ukuona ninamwataki mtu yeyote kwa namna yoyote ile, na nilikaa kimya, nikanyamaza kimya. Sasa leo ninataka kufafanua. Nimepokea message nyingi sana za watu wengi walikuwa wanaona hapa katikati ninachukua clip za Mbarikiwa, mchungaji huyu rafiki yangu, na ziposti kwenye channel yangu, au jambo lolote ambalo analiongelea
linalogusa mioyo ya watu. Nikiliona hili lina msingi, linafaa kwa ajili ya watu wengine ambao hawajaliona kupitia utume wake kule, basi nilikuwa nachukua nafasi ya kuliweka kwangu. Sasa baada ya mambo kadha wa kadha kuzungumzwa, ilibidi nikae kimya. Kisaikolojia, sisi ambao tumekuwa muda mrefu katika hii huduma, sasa kuna mambo ambayo unapokutana nayo utakiwi kupaniki, utakiwi kujitetea, kwa sababu wakati huo ukitaka kujitetea, shetani anakuwa amenyanyua sauti yake. Kwa hiyo unatakiwa kukaa kimya au kunyamaza au kuenda mbali zaidi. Ndivyo inavyokuwa. Sasa kumetokea hapa watu wanajaribu kutuma message, wanasema mtumishi, kwa hiyo ina maana wewe na Mbarikiwa sasa hivi ni maadui? Kwa hizi ndio message nyingi sana zinaendelea, message ambazo zinaendelea kuwa nyingi kwamba Mbarikiwa, wewe na Mbarikiwa sasa hivi ni maadui. Kwa hiyo watu tayari wameenda mbali sana, kwa sababu tena hawaoni nikichukua mahubiri na masomo yake au clip kadha wa kadha ambazo waga anazitoa Mbarikiwa, hawaoni ninajaribu kuzimention kwenye channel yangu. Kwa hiyo watu wameenda mbali, wamechukulia kuwa mimi Cassian nina uadui tayari. Mbarikiwa nimemtazama kuwa kama adui, kwa hiyo tayari hapa ninamchukulia kama shetani au adui fulani, kwamba nimeshaweka jealous, nina kinyongo na Mbarikiwa kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo yamejitokeza hapo katikati. Kwa hiyo watu wamejaribu kureplace namna ya huduma nilivyokuwa naifanya hapo katikati, baada ya kumintroduce kwako wewe ambaye unaifuatilia hapa katika channel yangu hii ya Nuru Katika Giza. Kwa hiyo nilimtambulisha Mbarikiwa hapa na nikapost channel zangu na kuna mambo kadha kadha niliyazungumza. Kwa hiyo watu waliona ukaribu wetu mimi na Mbarikiwa. Kwa hiyo sasa ina maana mambo yalipotokea hapa, watu wameona kuna utofauti na tayari wamezungumza kwamba Cassian ana uadui na Mbarikiwa. Kwa hiyo Cassian na Mbarikiwa sasa hivi sio marafiki tena, sio watumishi wa sehemu moja, sio watumishi ambao wanasafiri pamoja, sio watu ambao wana nia moja, ni maadui. Kwa Cassian ameshamchukia Mbarikiwa, kwa Cassian adui yake ni Mbarikiwa. Nitaanza na neno hili, maandiko katika Warumi 12 mstari wa 17. Biblia inasema msilipe mtu uovu kwa uovu, kaeni kwa amani na watu wote. Yaani Biblia inamzuia mtumishi wa Mungu yeyote, awe amekosewa, awe ameitafiana mtu yeyote, amemtendea jambo kwa kujua ama kwa kutokujua, au amechukua jambo na kulifanya kwako kwa namna ya nia njema, lakini ikawa sio kwake ni nia njema, lakini kwako sio tafsiri sahihi. Kwa hiyo huyo mtu hutakiwi kumjengea uadui. Kwa sisi watu wa Mungu hatupaswi kuwa na chuki, hatupaswi kumchukia mtu yeyote duniani hapa. Hatutakiwi kujenga uhasama kati ya mtu yeyote hapa duniani. Sisi adui yetu ni mmoja ambaye ni Shetani, kwa namna yoyote, kwa jambo lolote, kwa hitilafu yoyote ambayo inaweza ikatokea kwenye maisha yetu na safari yetu na utume wetu. Adui yetu nambari moja ni Shetani. Kwa hiyo hapa ninakuja kuweka sawa, siko hapa kujaribu kujenga uadui, niko hapa kuweka sawa mnaofuatilia huduma ya Mbarikiwa na mnaofuatilia huduma ya Cassian, kwamba mimi na Mbarikiwa, tofauti na vile mnavyodhani ya kwamba tayari mimi nimemwona Mbarikiwa ni adui yangu, kwamba nimeshamchukia kwa jambo ambalo lilitokea hapo katikati, kwa maelezo ambayo yalitokea katikati, kwa dharuba ambayo iliyonipata hapo katikati. Sasa Cassian anaonekana kana kwamba hajaribu tena hata kufanya chochote kile kuzungumza habari ya Mbarikiwa kwa jambo mapito anayoyapitia. Kwa hiyo Cassian ni adui wa Mbarikiwa. Niko hapa kusema sisi kama watumishi wa Mungu ambao tunatambua kila mmoja nafasi aliyonayo kwenye safari, kwenye huduma hii, kila mmoja alivyoitwa, sisi hatupaswi kuwa maadui. Mtumishi wa Mungu yeyote anapokosewa na mtu, hampaswi kumweka mtu adui. Hata mkipishana vipi, nyinyi hampaswi kuweka uadui kati ya mtu na mtu. Kwa mfano, siku zote huwa nazungumza, sijawahi kuwa na adui wa Mwamposa, kama vile ambavyo huwa napenda kufafanua mambo kadha wa kadha ambayo yanatendeka katika huduma yake. Kwa hiyo hii haimaanishi kwamba Cassian ni adui wa Mwamposa. Naweza kuwa adui wa Sugure. Nataka niseme mimi sio adui wa mtu yeyote ambaye anazungumza habari za Kristo, lakini huenda ameenda kinyume, tunajaribu kufafanua. Kwa hiyo wewe usije ukadhani ya kwamba watu kama hao ni maadui zao. Kwa hiyo mimi sina uadui wa mtu yeyote kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo ukiona hapa nazungumzia jambo la nabii fulani au jambo la mtu fulani, siwezi kuwa na uadui na mtu, labda kwa sababu watu wanatutazama katika taswira ya uadui kwa tafsiri zao.
ila mimi sio adui wa mtu yeyote. Kwa hiyo leo nimekuja hapa kujaribu kuweka sawa watu mnaofuatilia huduma hii na unaofuatilia huduma ya Mbarikiwa. Mimi niseme Mbarikiwa hawezi kuwa adui yangu kwa namna yoyote, kwa udhaifu wowote, kwa changamoto yoyote, kwa chochote kile ambacho kitatokea. Siwezi kumfanya adui yangu askari mwenzangu. Adui yangu, yani askari ambaye najua huyu ni askari, ametumika kupiga shetani, ametumika kupambana na maovu shetani. Kwa jambo moja lolote lile, mistake yoyote ikitokea, haiwezi kusababisha nikamfanya kuwa adui, nikamfanya kuwa adui wa huduma ama katika safari yangu. Kwa nichukue nafasi watu wa duniani kote mnaofuatilia huduma hii, mimi sio adui wa Mbarikiwa. Labda pengine na kwa vijana walio nyuma yake Mbarikiwa, nataka niwaweke sawa. Kwa wakati mwingine jifunzeni kufafanua jambo sio kwa mhemko. Nizungumze na vijana wa Mbarikiwa. Mnapoona jambo lolote linatokea kwa baba yenu Mbarikiwa, kuna wakati mnaikuza vita kwa mihemko. Ninarudia tena, ninazungumza na vijana mlioko nyuma ya Mbarikiwa. Sijawahi kuzungumza, nataka niseme, mnapoona chochote kinaendelea kwa Mbarikiwa, usichukue jambo lolote kwa Mbarikiwa kwa uhuru ambao ulionao na kwa uhuru wa simu ulionao, chaneli ulionayo, ukaanza kulifafanua jambo la Mbarikiwa, aidha kwa njia ya kutaka kutetea, ila kwa kufuata miemko. Unajua, tunapozungumza ile emotion, jambo linapotokea, jambo kubwa ama taharuki ya jambo lolote lililotokea kama la mimi na Mbarikiwa, unalichukua jambo, unalichochea, unalikuza pasipo kuyajua na kuyachunguza mapana yake, unalifanya kuwa kubwa. Kwa hiyo ninyi vijana wa Mbarikiwa, hekima itumike mnapoona labda baba yenu anashambuliwa. Sasa uangalie na kujifunza ni namna gani unalifafanua jambo, usije ukatengeneza uhasama, ukaongeza vita hata watu ambao sio walazima kuwaongezea vita. Ndio maana hapo katikati sikuweza kujaribu kuwataki kijana wa Mbarikiwa yoyote kwa namna yoyote, kwa namna yoyote ya jambo lolote. Bado niliamini huduma ya Mbarikiwa na watu ambao wanasimamia, kwa maana nikifungua kinywa changu kwa namna yoyote ile, sitamani, sikutaka kabisa kuwe na dosari kuzungumzia huduma aliyopanda muda mrefu, kwa sababu naelewa njia, mapito ambayo amepita, wito ambao ameupata umekuwa kama vile ambavyo nilivyoanza mie. Kwa hiyo ningechukua hatua kwamba sasa Mbarikiwa tunataka tupigane, kwamba Mbarikiwa sasa ameonyesha kuwa adui, anataka kuwa uadui, anataka kuniataki, sasa na mimi nataka nifanye hivi. Oho, vijana wake amewaruhusu, sasa wanafanya hiki vijana wake. Hapana, lazima unapokuwa mtu wa Mungu usitumie emotion, ile emotion miemko, kuingilia vita ama kuingilia jambo pasipo kulipambanua. Kwa hiyo nizungumze na vijana ambao mko kwenye mitandao ya kijamii. Sio kila jambo utaliingilia pasipo kulichunguza, pasipo kulijua. Ni kuongeza uadui usiokuwa wa lazima, na sio kila jambo ulifafanue hata kama hauwezi kuwa na uelewa nalo vyema. Kwa nazungumza watu vijana mlioko nyuma, ili mgundue mimi nimekuwa na nikukomaa kiroho. Manake mimi sio mtu wa trending, mimi sio mtu wa kusema natafuta niongelewe, natafuta umaarufu. Kwa hiyo ina maana ningekuwa najibu kila mtu, nachukua klipu hii nafanya hivi, sasa hapa wewe kwenda hivi. Hapana, tunahitajika busara tunapokuwa tunatumika. Kuna watu nyuma yetu tunawalea, kuna watu nyuma yetu tumewaponya, kuna watu nyuma yetu wanasonga mbele kupitia huduma na dhamana Mungu aliyotupa. Kwa hiyo nazungumza hiyo, hekima itumike, hekima itumike, hekima itumike. Kwa hiyo mimi nisingefanya, ningeanza nami kushambulia. Nataka nishambulie, maana akili za wanadamu wa ulimwengu wana tabia, mambo magumu yanapowakuta huwa wanachukua hatua ya kushambulia. Naanza sasa na mimi kujishambulia, namshambulia na mimi natoa hiki, na mimi namshambulia hiki, na mimi nasema hiki. Hapo mtakuwa mmemwacha Mungu. Kwa hiyo niliona vijana
wanaibuka huko, huyu anasema hiki, huyu anafafanua hiki, huyu anafafanua hiki, huyu anafafanua. Hamkuona najaribu kumwataki baba yenu? Mngeweza kujifunza katika hiyo. Mpaka leo ninaamua kuzungumza hapa, maana yake sasa ni masaa na majira ya kuzungumza. Hakuna mtu mwenye emotion, hakuna mtu mwenye pressure, nikiwa nimetulia ili watu wapate kuelewa jambo lolote la kiroho. Kuna vita zingine, yani ukielezwa kwa macho hivi, kuishinda unaishindaje? Inahitaji hekima sana. Jambo lolote linapotokea kwa mtumishi wa Mungu, usilikurupukie ukaanza kupambana. Adui yetu nambari moja. Kwa hiyo tusitengeneze uadui usiokuwa wa lazima kwa watu wengine. Hata kama tunajaribu kuwakosoa, tusitengeneze uadui tukashindwa kumwataki yule shetani. Lazima hekima na busara itumike. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, na mbingu sasa hiyo tutaiona, uzima tutauona, baraka tutaziona, mafanikio tutayaona. Sasa kwa sababu mimi nimekomaa kiroho na kila kitu na kiutu uzima, mimi ni mtu mzima, nina wajukuu. Kwa hiyo nimekomaa kwenye kila nafasi, kisekta, kiroho. Mimi sio mtafuta jina, mimi sio mtafuta kujulikana. Kwa ndio maana mtu anaponishambulia nikimwangalia, najua huyu uelewa wake ni mdogo, au ananishambulia kwa lengo nimjibu apate fursa. Kwa kuna mada mbalimbali zinaanzishwa mtandaoni na watu vijana mbalimbali na wengine tu ambao sio wabarikiwa. Najaribu kuzungumza kwa niaba. Mtu yeyote anayenifuatilia mimi, anayedhani ya kwamba mimi ni mtafuta kiki, yani kwamba utaongea ni kujibu, huko mimi nishatoka. Huko nishavuka, kiwango hicho nishavuka. Yani umaarufu wa utafutwi kwa kushikamana na mtu, umaarufu wa utafutwi kwa kumwongea mtu pasipo kuelewa. Yani kwanza huna mashiko ya Biblia, huna msingi wa neno, unaanza kushambuliana na mtu labda upate viewers kwa namna yoyote. Kwa hiyo hiki sicho kitu chema. Kwa hiyo mimi nambarikiwa pamoja na familia yake na mke wake, bado ninamwombea. Kwa sababu gani? Mimi sio adui yangu, yule ni askari katika safari yangu, ni askari wa Bwana, ni askari ambaye bado naamini mpaka leo mtazamo wake uko kinyume na maelfu na maelfu. Unajua, ngoja nikwambie watu, nataka nikwambie, wenye kutazama tofauti huwaga ni maadui wa dunia. Nikijitokeza hapa kusema kwamba bado Mbarikiwa mimi naamini amenyoka, huyo sio adui yangu kwa namna yoyote ya jambo lolote. Na kanusha hapa, nasema Mbarikiwa hawezi kuwa adui yangu, ni rafiki yangu, ni askari mwenzangu kwa namna yoyote. Labda yeye anitazame kwa namna yoyote, lakini haitawahi kutokea mtu yeyote, hata awe mchungaji yoyote. Labda nizungumze kitu kimoja hivi. Mimi wakati ninaanza huduma ya kurudi huku kwenye huduma ya utumishi, nilikuwa nimekuja na mfumo wa Petro. Mimi nimecheza karate, mimi najua kupigana. Labda tu kwa taarifa niseme, nina uwezo wa kupigana kimwili, sio kiroho. Kwa wakati naingia huku kwenye magrupu na makundi ya waimbaji, walikuwepo watu wanaoweza kuwafanya waimbaji wengine kama vijana wao na wanatreat kama vijana wao. Sasa wakati nakuja huku nikasema hiki kitu mimi sikikubali kwa waimbaji wa nyimbo zenye kulikuwa na vichama vya waimbaji. Kwa hiyo nikasema baadhi ya hao watu sitawapiga kiroho. Kipindi hicho nilikuwa sina yani msingi wa kusema atupigeni kimwili, atupigeni kiroho. Nikasema hawa watu nitawatwanga kimwili, afu nitawaonyesha mfano. Kwa hiyo akili zangu zilikuwa bado changa, kiwango cha ufahamu kilikuwa kidogo. Kwa maana nilikuwa nafikiri hivyo, kupigana kimwili. Kwa hiyo mimi siko hapa kwa kusema kwamba ni dhaifu kwa namna yoyote ile. Mimi sio dhaifu. Au ninaposema kwamba Mbarikiwa, yani ninapojenga hili swala simaanishi kwamba mimi ni dhaifu. Mimi sio dhaifu. Mimi nina energy, ni package iliyokamilika. Ni jeshi la mtu mmoja anayejitosheleza kwa namna yoyote. Kimwili niko vizuri, kiroho niko vizuri, kiumri niko vizuri, nimekuwa, umenielewa? Kiakili nimekuwa, umenielewa vizuri? Kwa hiyo kiakili pia niko matured, nimekomaa. Kuna mambo ambayo nilikuwa nikiuliza kuhitaji msaada kwa wachungaji,
Mimi ni mchungaji mmoja ambaye naweza nikazungumza kwamba ndio sehemu kubwa ambayo amenitoa hapa nilipo kwenye maisha yangu ya kiroho. Kanisaidia vitu vingi sana. Nyuma nilikuwa lazima niulize kila kitu, changamoto za mahusiano hivi lazima niulize. Kwa hiyo nilikuwa nakuwa. Sasa mimi ni package iliyokamilika kwenye kila kitu. Kwa hiyo sio dhaifu. Ninapozungumza hapa sio dhaifu. Nina mbinu zote. Nisingefika hapa. Sio rahisi kuwa hapa nilipo. Nimepigana vita za kiroho sana. Wewe mwenyewe unajua. Mimi ni package, sijisifu, lakini ni package iliyokamilika. Kwa njia yoyote, kiteknolojia, kwa namna yoyote, kiufahamu, kwa akili, na mtu ambaye hajasoma ni mimi. Kwa hiyo sio dhaifu na wala sio rahisi kuniona nimefika hapa. Na simwegemei mtu yeyote. Sitegemei chombo cha habari chochote. Sitegemei kufanya interview yoyote, na interview mimi nakimbia. Mimi siongei kila mara, siojiwi kila mara. Vyombo vya habari vikubwa vinaniita. Tanzania hapa. Kwa hiyo mimi ni jeshi la mtu mmoja ambaye nafanya kitu kwa kujua nafanya nini. Kwamba huu muda nanyamaza, muda huu naongea. Kwa si dhaifu kwa namna yoyote, lakini najaribu kujenga na kusema ya kwamba hatuwezi kuendesha huduma kwa uadui. Baraka tutaziona. Tunapokomaa kiroho, tunakomaa kwenye kila kitu, mifumo yote. Tunapoitwa watu ambao tumeitwa na Kristo, tunatambua nafasi zetu tulizoitiwa. Ukijua unachokitumikia, ukijua unachokiongea, ukijua msimamo wako unaosimamia, hauwezi kutikiswa na mtu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anaweza akaona kwamba mimi akanimention labda na adui fulani na mchungaji fulani kuwa adui yake, mimi sina uadui na mtu yeyote. Japokuwa mimi nina maadui ambao wananiona mimi adui yao. Sasa hiyo vita sio ya kwangu, kwa sababu mimi siwezi kuingia kupigana vita isiyokuwa ya kwangu. Watu wanataka uadui, lakini Mungu anatafuta moyo wako. Watu wanapima kwa maneno, lakini Mungu anapima kwa mizani ya rohoni. Katika Wagalatia 6 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: kila mtu atavuna alichopanda. Kila mtu atavuna alichopanda. Kwa hiyo wewe ambaye unatafuta uwe adui na mtu fulani kwa namna yoyote, kwa faida zako mwenyewe, wakati yeye hana mpango wa kuwa adui na wewe, utavuna ulichokipanda. Duniani hapa, asili kwanza tu yenyewe, unachofanya hapa duniani kitatokea tu hapa malipo yake. Na hii mimi nimesha experience. Ndio dunia ilivyotengenezwa. Usifikirie kwamba utakufa bila kukutana na hayo ambayo umeyapanda kwenye ulimwengu huu. Unachokipanda utakutana nacho, kama sio miaka 2 ijayo, miaka 3 ijayo. Usipande uadui, panda mema. Sitaki kuwa adui ya mtu yeyote. Kwenye huduma nilipofika hapa, ifikeje niwe na uadui? Yaani level niliyofika na utukufu niliofikia hapa, nifikia hatua ya kuwa adui na mtu yeyote. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa adui wa mchungaji yeyote, wa Mwamposa, wa Suguye, wa Bushiri, wa Jodevi, wa namna yoyote, hata wale waimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Nisikilizeni vizuri. Mimi sio adui yenu, ambao nyinyi mnaniona kama adui labda kwa kukosoa kwa namna yoyote. Lakini mimi sikosoi kwa hila, halafu sikosoi kwa miemko. Pale ambapo kunaonekana hapa sio sehemu sahihi kiroho na kibiblia. Na wengine wanasema huyu anajifanyaga ni mtakatifu sana. Mimi sijifanye mtakatifu. Utakatifu haujifanyishi. Kwa hiyo mimi sio adui wa waimbaji. Ninapenda waimbaji wote ambao wamekutana na mimi, mtakuwa mnaelewa. Unajua mtu ambaye anayeniona mimi ni adui hajakutana na mimi. Na mtu yeyote ambaye ananisema mimi ni adui huyo hanifahamu. Ukiniona mimi ni adui yako, wewe unifahamu, hujakutana na mimi. Ulizia wenzako kule. Watu baadhi ambao wamekutana na mimi, japokuwa mimi nimejitenga sana kwa sababu ya mfumo wa huduma yangu. Niko private sana kwa maisha yangu. Hivyo. Lakini sikiliza kitu kimoja niseme. Kwa hiyo nasema wazi mbele ya wote, sitamfanya mtumishi mwenzangu kuwa adui yangu. Hata kama kuna yaliyosemwa, hata kama kuna yaliyofanyika, mimi nitachagua kusimama kwenye amani. Sio kwa sababu ni dhaifu, bali kwa sababu najua Mungu ndiye hakimu wa mwisho. Katika kitabu cha Warumi 12 na ule mstari wa 19, Biblia inasema hivi: hivyo sitachukua nafasi. Inasema kisasi ni juu yangu, asema Bwana. Narudia tena, Warumi 12 mstari wa 19, Biblia inasema kisasi ni juu yangu, asema Bwana.
Hivyo sitachukua nafasi ambayo si yangu. Sitapigana vita ambayo Mungu hajaniambia nipigane. Kiufupi niweze kusema, watu mnaonifuatilia, Mbarikiwa ni askari mwenzangu, na vijana wake wote ninawaombea neema, muendelee kukomaa kiroho. Kwa hiyo mshike moyo, mtie moyo mtumishi wa Mungu Mbarikiwa kule alipo, mapambano yake ya kiroho kwa nafasi ya huduma aliyopewa. Tuendelee kumwombea kwa namna yoyote. Lakini na wewe ambaye unanitazama, ninalo neno moja la mwisho ninalotamani kusema kwako. Wewe ambaye unanitazama duniani, ninalo neno moja ambalo nataka nizungumze na wewe. Neno hili litakusaidia. Huko hivi, wewe unayesikiliza, usikubali moyo wako uchafuke kwa sababu ya watu. Linda moyo wako, simama kwenye kweli na mwachie Mungu sehemu yake. Mungu akubariki sana. Ninampenda Mbarikiwa na familia yake na utume wake. Hapa nilipo mimi ni adui wa shetani. Adui yangu ni shetani. Adui yangu ni shetani. Sina uadui na mchungaji yeyote. Nitarudi tena kufafanua juu ya mchungaji mwingine, na huenda hata yeye mwenyewe kutokana na kile ambacho alikifanya anahisi kuwa mimi ni adui yake au mimi nimemchukia, na ninaamini huyu kuna vitu vingi sana amejifunza kutoka kwangu. Nina uhakika ninaenda kusema na yeye pia, mimi bado ni adui wa shetani peke yake, lakini siwezi kufanya uadui na Mbarikiwa. Mbarikiwa ni askari mwenzangu na ninaona anachokifanya, na Bwana ampe neema na nguvu asonge mbele zaidi. Nikutakie neema na baraka za Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.